Watuhumiwa wa makosa ya kuchoma moto, kuharibu mali za umma na unyang'anyi wa kutumia silaha wakati wa vurugu za maandamano siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka 2025 wameachiwa huru katika mahakama mbalimbali nchini. Watuhumiwa hao walikamatwa na kufunguliwa mashtaka wakihusishwa kwenye kushiriki kwenye maandamano yaliyotawaliwa na vurugu yaliyojitokeza katika baadhi ya mikoa ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya na Songwe. Wakati akihutubia bunge la 13 jijini Dodoma Novemba 14 mwaka 2025, Rais Samia Suluhu Hassan alitangaza msamaha kwa vijana waliokamatwa wakati wa maandamano hayo na kufunguliwa kesi za uhaini, akieleza kuwa wengi wao wanaonekana kufuata mkumbo. Hivyo aliwaeleza waendesha mashtaka DPP kuwafutia kesi vijana aina hiyo kwani hawajui walitendalo. Mkoani Arusha, mahakama ya hakimu mkazi Arusha imewaachia huru kuwafutia mashtaka ya uhaini washtakiwa 24 waliokamatwa wakishtakiwa kwa makosa mawili ambayo ni kosa la njama ya kutenda kosa pamoja na uhaini. Uamuzi huo umetolewa leo Jumatatu Novemba 24 mwaka 2025 na hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama hiyo Erasto Fili, baada ya mawakili wa serikali kuieleza mahakama kuwa DPP hana nia ya kuendelea kuwashtaki washtakiwa hao. Namnukuu, shauri linakuja kwa ajili ya kutajwa, lakini hata hivyo DPP kwa niaba ya jamhuri hana nia ya kuendelea kuwashtaki washtakiwa chini ya kifungu cha 91 namba 1 sheria ya CPA. Tunaitaarifu mahakama kwamba DPP hana nia ya kuendelea kuwashtaki washtakiwa wote katika shauri hili, alisema wakili wa serikali. Washtakiwa wote 24 walikuwa wakiwakilishwa na jopo la mawakili 6 wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Arusha, Hamisi Mkindi. Wakili Mkindi alieleza mahakama kuwa wamepokea taarifa hiyo kwa moyo mkunjufu na hawana pingamizi. Kwingineko, mkoani Mwanza, jumla ya watuhumiwa 139 waliokuwa wanakabiliwa na mashtaka ya uhaini, kuchoma moto na kuharibu mali za umma siku ya uchaguzi mkuu wameachiwa huru baada ya DPP kuondoa kesi zao mahakamani. Waliofutiwa mashtaka ni 76 wenye makosa ya kutenda kosa ya uhaini kutoka wilaya ya Ilemela, ni 63 wenye mashtaka ya kuharibu mali kwa makundi ya unyang'anyi wa kutumia silaha na kuchoma moto kutoka wilaya ya Nyamagana. Watu hao miongoni mwao takribani watuhumiwa 281 walikuwa wameshtakiwa katika wilaya za Nyamagana na Ilemela mkoani Mwanza kutokana na matukio ya vurugu na maandamano yaliyotokea siku ya uchaguzi mkuu na siku zilizofuata. Washtakiwa wamefutiwa mashtaka leo katika mahakama za wilaya ya Ilemela na ile ya Nyamagana katika mashauri manne tofauti yaliyotajwa leo kwa mara ya pili na ya tatu. Uamuzi wa kufuta mashtaka umekuja baada ya upande wa jamhuri kuwasilisha maombi ya DPP ya kuonyesha nia ya kutokuendelea na kuwashtaki, hivyo kuomba mashtaka hayo kuondolewa mahakamani kwa washtakiwa waliotajwa. Kwa upande wa Ilemela, mashauri hayo ni kesi namba 26641/2025 na 26565/2025 ambazo zimesomwa mbele ya mahakimu wakazi wakuu wa mahakama hiyo. Katika kesi namba 26641/2025 inayowakabili watuhumiwa 61 ambayo imesomwa mbele ya hakimu mkazi mkuu Stella Kiama katika mkoa wa Dar es Salaam, DPP amewafutia kesi na kuachia huru washtakiwa 47 waliokuwa wanakabiliwa na mashtaka ya kula njama na kutenda kosa la uhaini. Mawakili wa serikali mkuu Job Mrema akishirikiana na Cuthbert Mbilinyi ameeleza mahakama ya hakimu mkazi Kisutu wakati wa kesi hiyo ya uchunguzi wa awali PI namba 26645 ya mwaka 2025 alipoitwa kwa ajili ya kutajwa.